Bwana Yesu asifiwe. Na neno letu la leo lina kichwa kinachosema nguvu na matokeo ya sadaka. Nguvu na matokeo ya nini? Ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo sadaka ina nguvu, lakini pia matokeo ya sadaka katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza kwa habari ya nguvu, manake ni ule uwezo. Sasa nguvu ya sadaka manake ni uwezo wa sadaka, mamlaka ya sadaka, uwezo wa kumanifesti katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sadaka ina nguvu gani? Na ni nini uwezo wa hii sadaka katika kutengeneza maisha yako kama Mkristo? Lakini pia tutaangalia matokeo ya sadaka. Unapotoa sadaka unatarajia nini? Kikawaida mazingira wanadamu, namna ambavyo tumejitengenezea ya kwamba ninapotoa sadaka maana yake ni kwamba ninatoa sadaka kwa sababu ni utaratibu wa kanisa, ya kwamba ni lazima niende kanisani nikiwa na sadaka. Lakini huo sio utaratibu wa kimungu. Kuna watu wamejiwekea utaratibu, wanasema kwenda kanisani ninaenda na sadaka kwa sababu mchungaji ana uhitaji na sadaka, au mwinjilisti ana uhitaji na sadaka, au viongozi wa kanisa wana uhitaji na sadaka. Pengine kuna mahitaji yao binafsi ambao wanatakiwa yatumie ili kurekebisha mifumo yao ya kimaisha. Lakini huo sio mtazamo wa kimungu. Matokeo ya sadaka au sadaka ina matokeo halisi katika maisha ya kwako. Sasa unapokwenda kanisani una huu taratibu ya kwamba ninatoa sadaka, isipokuwa tu kwamba watu wasielewe kwamba mimi sikusimama kutoa sadaka. Maana ndani yako bado kuna vitu vimekufunga. Ninataka ufunguliwe leo ili ujue ya kuwa kumbe sadaka ina nguvu, na matokeo haya ya sadaka yana umuhimu mkubwa sana katika maisha yako. Na matokeo haya ya sadaka yanatokea dhahiri katika maisha yako ya kimwili ukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaposema sadaka, sadaka ni hitaji la kila madhabahu katika ulimwengu wa roho. Sadaka ni hitaji la kila madhabahu katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Tunapozungumza kwa habari ya madhabahu, maana yake tunazo madhabahu za aina mbili. Tuna madhabahu ya Mungu wa kweli, lakini pia tuna madhabahu za nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapozungumza kwa habari ya hizi madhabahu zote mbili, madhabahu ya Mungu wa kweli na madhabahu ya nguvu za giza, hizi madhabahu zote kiujumla zinahitaji sadaka ili ziachilie matokeo, ili ziachilie majibu kwa muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikiwa wewe umesimama katikati ya moja kati ya hizi madhabahu, manake ni lazima unatakiwa uende na sadaka kwa ajili ya hii madhabahu ili uweze kuachilia majibu kwa ajili ya kitu ambacho unakiomba. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa 8, utakutana na Abraham namna ambavyo anatengeneza madhabahu ili aliitie jina la Mungu wa kweli. Anaitengeneza madhabahu akiwa na uhakika ya kwamba kupitia madhabahu hii ninayoitengeneza nitakapomwita Mungu ataitika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukiangalia kitabu cha Waamuzi ile sura ya 16 mstari wa 23, utawaona namna ambavyo Wafilisti walivyokuwa kisimama wanaanza kumtolea sadaka Dagoni. Manake walitengeneza madhabahu wakiwa na uhakika ya kwamba tutakapomwita huyu Dagoni atatusaidia katika mambo tulionayo. Na moja jambo kubwa ambalo walikuwa wakitoa sadaka kwa ajili ya Dagoni ili awasaidie, kwa sababu walikuwa tayari wamekwisha kumkamata Samsoni, yuko mikononi mwao. Sasa wanatoa sadaka ili kuishukuru miungu yao, na hiyo miungu ilikuwa ni Dagoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haishi hapo. Ukiangalia kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea pale, utakutana na habari ya wana wa Israeli. Wamefika mahali sasa wamekengeuka, wameliacha lile agano la Mungu wa kweli, wanageukia miungu Baali pamoja na Mastoreti, wanaanza kuiabudu. Mabaali ilikuwa ni miungu ya kiume iliyotengenezwa na wanadamu, alafu wakaanza kuiabudu. Lakini yako Mastoreti. Mastoreti manake ni miungu ya kike, nayo walitengeneza wakaanza kuiabudu. Bwana Yesu asifiwe. Maana walitengeneza madhabahu, kupitia hiyo madhabahu wakaitafuta hiyo miungu ambayo ni Mabaali na Mastoreti, wakaitengenezea madhabahu, wakaanza kuweka sadaka na kuita miungu hiyo iwasaidie kupitia madhabahu walizozitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninakuambia kwa habari ya madhabahu ya kwamba iko madhabahu ya Mungu wa kweli na madhabahu ya nguvu za giza. Sasa unapokaa katika madhabahu ya nguvu za giza, maana kuna ulazima wa kupeleka sadaka. Na ndio maana watu wanaenda kwa waganga, ni lazima waende na kitu. Hawezi kaenda mikono mitupu. Utaambiwa lete kuku, utakapopeleka
lengo lao ni kuchukua damu ile ili wakuunganishe na madhabahu yao, maanake watengeneze agano. Maanake agano haliwezi kukamilika pasipo damu. Tunaelewana? Agano haliwezi kukamilika pasipo nini? Pasipo damu. Na ndio wao tuambia lete mbuzi, lete kondoo. Lengo lao wachukue damu, watengeneze agano kupitia hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iko madhabahu ya Mungu wa kweli ambayo nayo kupitia madhabahu hiyo tumetengenezewa agano la milele. Na hilo agano ambalo lilimwaga damu msalabani ndilo agano la kweli ambalo limetutengeneza likatufungamanisha na madhabahu ya Mungu wa kweli. Sasa unapokwenda mbele za Mungu, manake tayari agano limekwisha kutengenezwa mahali pale. Manake agano tayari lipo, na ndio maana tunaoita Kristo, kwa sababu ya agano la Mungu ambalo alimtoa Yesu Kristo ili alidhibitishe hili agano katika maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili uende katika madhabahu ya Mungu wa kweli, manake ili madhabahu ya Mungu wa kweli iachilie majibu kwako, ni lazima pia uwe na kitu cha kutoa katika hiyo madhabahu. Na hicho kitu tunaita sadaka au matoleo. Kuna watu wananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matoleo nao yamegawanyika katika sehemu tofauti. Sitaingia ndani kuzungumza kwa habari ya sadaka, kwamba aina za sadaka au aina za matoleo sitazungumza sana. Najua nafahamu kuna sadaka, kuna nadhiri, kuna sadaka ya fungu la 10, kuna sadaka za kuinuliwa, kuna sadaka za upatanisho, kuna sadaka nyingi sana ambazo zimezungumza katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninachotaka tu mimi uelewe siku ya leo, ile nguvu ya sadaka na uwezo wa sadaka katika kuachilia majibu ya kwako wewe kama mwombaji. Na tunazungumza kwa habari ya sadaka katika madhabahu ya Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia madhabahu hii ya Mungu wa kweli tumeunganishwa nayo kupitia agano la Yesu. Alipomwaga damu yake msalabani, maanake damu hiyo ndio ilituunganisha kama Wakristo, ikatutengenezea agano ambalo linaitwa ni agano jipya. Haleluya. Amen. Na ndicho ambacho ninataka nizungumze siku ya leo kwa habari ya agano la Mungu wa kweli kupitia sadaka, matokeo ya sadaka na nguvu ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo yana nguvu, kwamba matoleo yana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasema ya kwamba matokeo na nguvu ya sadaka katika kila madhabahu yanategemea vitu fulani. Matokeo na nguvu ya sadaka katika madhabahu yanategemea vitu fulani. Naelewa mahali hapo? Kwamba nguvu na matokeo ya sadaka katika madhabahu yoyote ile yanategemea vitu fulani. Yanategemea vitu fulani. Kitu cha kwanza tunasema ni imani ya mtoaji. Imani ya mtoaji katika hiyo madhabahu. Imani ya mtoaji katika hiyo madhabahu ambayo ameiendea. Sasa ili matokeo ya sadaka pamoja na nguvu ya sadaka hii vionekane kwenye maisha yako, inategemea sana kiwango cha imani ulionayo juu ya hiyo madhabahu. Kiwango cha imani ulionayo juu ya hiyo madhabahu ndicho kitakachoamua matokeo ya hiyo sadaka. Sasa kama umesimama katika madhabahu fulani lakini bado imani yako haiko kamili juu ya hiyo madhabahu, usitarajie matokeo katika maisha ya kwako au katika kitu ambacho unakiomba. Sasa tunapozungumza kwa habari ya madhabahu ya Mungu, manake madhabahu ya Mungu ili iachilie matokeo mazuri kwako inategemea sana kiwango chako cha imani, namna ambavyo kimesimama na kuamini hiyo madhabahu ya Mungu wa kweli. Kama imani yako juu ya madhabahu ya Mungu kweli bado haijasimama vizuri, usitarajie kupata matokeo. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba ili uone matokeo na nguvu ya sadaka, cha kwanza inategemea sana kiwango chako cha imani, namna ambavyo imani yako ilivyo juu ya hiyo madhabahu. Lakini jambo la pili ni kiwango na aina ya sadaka
ulioitoa katika hiyo madhabahu. Unanielewa? Kiwango na aina ya sadaka ulioitoa katika hiyo madhabahu. Sasa ili madhabahu ya Mungu kweli iachilie matokeo kwako, kitu cha pili ninasema ya kwamba ni aina ya sadaka na kiwango cha sadaka ulioibeba juu ya hiyo madhabahu ya Mungu kweli. Sasa kama umebeba sadaka kilema, usitarajie kupokea matokeo yaliyosimama vizuri. Kama umebeba kiwango kidogo cha sadaka, maana utapokea kulingana na kiwango chako cha sadaka, kulingana na kiwango chako cha utoaji katika hilo eneo ambalo unaliombea. Na ndio maana nimezungumza kiwango cha sadaka na aina ya sadaka. Maana kiwango ni kiasi, lakini aina ya sadaka, hii sadaka ulioibeba ni aina gani? Kuna watu wanabeba sadaka tunasema ni sadaka kilema, na zimezungumza kwenye Biblia ya kwamba unapopeleka sadaka kilema maana ni machukizo mbele za Bwana. Sasa kama ni machukizo mbele za Bwana, unatarajia matokeo gani katika hiyo sadaka? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa liko kimya, sijajua kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu ni kiwango cha maombi yaliyoambatana na hiyo sadaka. Sasa ili uone matokeo vizuri, ni lazima kuwepo na kiwango cha maombi ambayo umeyabeba yanayoambatana na hiyo sadaka. Kikawaida sadaka inapokwenda madhabahuni, haitaki kwenda sadaka bubu, hautaki kwenda na sadaka isiongea. Lazima sadaka hii iambatane na maombi ya kwako, ili haya maombi yanapofika mbele za Mungu, maana Mungu anajua huyu mtu alitoa sadaka, na katikati ya hii sadaka yako mahitaji ambayo anatakiwa atendewe. Maana Mungu asipoachilia majibu, maana lazima hiyo sadaka iendelee kupiga kelele mbele za Mungu, inasema huyu mtu alitoa sadaka hii, lakini nyuma ya sadaka yake alitamani afanyiwe kitu fulani. Ona sasa kitu. Lakini kama haujaambatanisha maombi kwenye sadaka yako, usitarajie matokeo. Umeipeleka kanisani, lakini ni sawa tumetoa. Sasa ninachotaka nikusaidia siku ya leo ni kwamba kiwango chako cha maombi juu ya sadaka unazozitoa madhabahuni, ongeza kiwango chako cha maombi juu ya sadaka unazozipeleka mbele za Mungu, ili ziwe na matokeo, ili zilete matokeo kwenye maisha ya kwako. Hilo ni jambo la tatu. Lakini jambo la mwisho ni namna ambavyo moyo wako wewe kama mtoaji ulivyojiachilia juu ya sadaka uliyoitoa. Unaweza ukapeleka sadaka kanisani au mahali popote pale ambako Roho Mtakatifu atakuonesha, lakini bado moyo wako umetoa, lakini bado moyo wako haujajiachilia kwa ajili ya hiyo sadaka. Sasa namna ambavyo unauachilia moyo wako ya kwamba nimetoa kitu hiki kwa moyo, ndivyo hivyo unavyojifungulia baraka na kujitengenezea mazingira katika ulimwengu wa roho, na haya mazingira yatakusaidia ili upokee kila ambacho ulikuwa umekiomba juu ya hiyo sadaka. Sijui mnanielewa? Baada ya maombi umeyaweka kwenye hiyo sadaka, maana kinachofuata sasa mahali pale ni namna ambavyo moyo wako sasa umeiachilia hiyo sadaka, ya kwamba nimeitoa sadaka hii kwa moyo wote, wala sio kwa moyo wa kinyongo. Hivi ni vitu vinne vya msingi sana ambavyo vitakusaidia wewe kama mtoaji wa sadaka zako ziachilie majibu au matokeo kwenye maisha ulionayo. Namna ambavyo moyo wako unavyojiachilia juu ya sadaka, kisoma kitabu cha Kutoka sura ya 25. Kutoka 25 ile mstari wa kwanza na ule wa pili. Neno la Mungu linasema, Kutoka 25 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu.
Kila mtu ambaye moyo wake unapenda, hapo ndipo mtakapotoa sadaka yangu. Maana Mungu anapokea sadaka kutoka kwa mtu ambaye ametoa kwa moyo wake wote, ametoa kwa kupenda. Na ndio maana nikazungumza kipengele cha mwisho nikasema ya kwamba namna ambavyo unauachilia moyo wako juu ya hiyo sadaka uliyoitoa. Kama moyo wako haujajiachilia kikamilifu juu ya hiyo sadaka uliyoitoa, manake bado umefungwa katika hiyo sadaka, na hiyo sadaka haiwezi kuachilia matokeo kwako. Sasa ili achilie, angalia kitabu namna ambavyo sasa Mungu anamwambia Musa ya kwamba mtatoa sadaka kwa kila mtu ambaye atapenda. Maana kama mtu hataki, mnachana naye. Kama mtu hataki, maana basi moyo wake haujajiachilia kutoa sadaka. Kwa hiyo mnamwacha kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachotaka uelewe kwenye hili somo ni kwa nini tunatoa sadaka. Yapi ni matokeo ya sadaka hizi ambazo tunazitoa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara kadhaa nimekuwa nikihubiri sana kwa habari ya matoleo, na ukiingia YouTube, wala ambao mna simu janja, mkiingia YouTube unaweza kukuta mafundisho ambayo nimeendelea kuyaweka kule mtandaoni, ambayo yanazungumza kwa habari ya matoleo au sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo sadaka zina muhimu sana. Sasa tufungue kitabu chetu cha Wafalme ile sura ya 2, ule mstari wa Wafalme wa 2 ile sura ya 4 mstari wa 8 mpaka ule wa 17. Wafalme wa 2 sura ya 4 mstari wa 8 mpaka ule wa 17. Hapa ndipo somo letu linasimama sana. Hapa ndipo tutapata picha, matokeo na namna ambavyo sadaka zina muhimu sana katika maisha yako kama Mkristo. Kitabu cha 2 cha Wafalme sura ya 4 mstari ule wa 8 mpaka ule wa 17. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kila mmoja amefika mahali pale. Sasa tunapozungumza kwa habari ya sadaka, ninapokupeleka kwenye kitabu cha 2 cha Wafalme sura ya 4 mstari ule wa 8 mpaka wa 17, ninachotaka tujifunze kwa habari ya mwanamke mmoja. Mwanamke ambaye alitoka katika eneo linaloitwa Shunemu, aliitwa Mshunami. Sasa huyu mwanamke amezungumza kwa namna fulani ya kwamba huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke mwenye cheo. Alikuwa ni mwanamke ambaye mazingira ya nyumbani kwake yalikuwa vizuri. Ukiangalia vizuri historia ya mtu, ni kwamba hata mazingira yake ya kiuchumi yalikuwa sawa. Maana kiuchumi alikuwa sawa, kila kitu alikuwa sawa, isipokuwa tu alikuwa hana mtoto. Ndilo tatizo ambalo alikuwa nalo huyu mtu. Lakini tunaona katikati ya hilo eneo alikuwa mtumishi wa Mungu Elisha, aliyekuwa akipita katikati ya hilo eneo kwenda mlima Karmeli kwa ajili ya kuomba. Alikuwa akipita kwenda mlima Karmeli kuomba mara kwa mara. Ukisoma kitabu chote hicho utaona namna ambavyo Elisha alikuwa na mtumishi wake Gehazi walipokuwa wakiambatana kila mara kwenda katika mlima Karmeli kwa ajili ya maombi. Sasa walipokuwa wakipita kwenye hiyo njia, wanamkuta huyu Mshunami yuko pale kwenye nyumba yake. Lakini siku moja Biblia inazungumza kwamba huyu mwanamke akamshurutisha Elisha apite nyumbani kwake ili apate chakula. Alimshurutisha. Kumshurutisha maana yake si kumfanya kama vile kwa lazima fulani, ya kwamba twende nyumbani kwangu. Ndicho huyu mwanamke anaamua kukifanya kwa huyu mwanaume mtumishi wa Mungu Elisha. Maana ukiangalia katika hayo maeneo zilikuwepo nyumba nyingi, walikuwepo watu wengi ambao walikuwa na familia, lakini hakuna hata mmoja aliyejitokeza kumshika mkono Elisha na kumwambia twende nyumbani kwangu ukapate chakula. Isipokuwa huyu mwanamke peke yake anajitokeza, anamwambia Elisha, anamshurutisha Elisha na kumwambia twende nyumbani kwangu ukapate chakula. Lilikuwa ni jambo ambalo huyu mwanamke aliona kama ni la kawaida kabisa, ya kwamba hili jambo ni la kawaida sana kumkaribisha mtu apite nyumbani kwako na kupata chakula. Lakini ukiangalia mazingira haya ni kwamba huyu mwanaume amepita maeneo mengi, kuna familia nyingi, lakini kwa nini hajakaribishwa kwenye familia zingine? Mpaka anakaribishwa tu kwenye familia ya huyu mwanamke mjane mwanamke ambaye hana mtoto. Alikuwa na mume lakini alikuwa hana mtoto. Na Biblia inazungumza mwanaume tayari alikuwa amekwisha kuzeeka, maana uwezo tena wa kutungisha mimba ulikuwa haupo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi mnanielewa? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Elisha akakubali, akapita kwenye nyumba ya huyu mwanamke,
akapata chakula. Alipopata chakula sasa, alipoondoka keshoke pia akapata chakula. Ikawa ni desturi yake. Amekaribishwa siku moja, maambiwa ameshurutishwa kwamba pita nyumbani kwangu. Sasa ikawa ni desturi yake. Kila alipokuwa kipita mahali pale, anapita kwa hiyo nyumba anapata chakula anaondoka. Anapita kwa hiyo nyumba anapata chakula anaondoka, anaenda Kalme anafanya mambo yake. Kila anaporudi anapita mahali pale. Lakini siku moja huyu mwanamke anamwambia mume wake, anamwambia ya kuwa huyu mwanaume pengine anaweza kuwa ni mtu wa Mungu. Sasa hebu tumfanyie chumba kidogo ukutani, tuweke na kitanda, wakaweka na taa, ili wakati mwingine anapopita usiku apate kulala huko, asiteseke. Mwana, wametoka kwenye swala la kumhudumia chakula, sasa wanatengeneza pia chumba kwa ajili ya huyu mwanaume mtumishi wa Mungu. Manake waligundua Elisha hakujitambulisha kwao ya kuwa mimi ni mtumishi wa Mungu, ila wao wanagundua ya kuwa huyu mtu si mtu wa kawaida, huenda ni mtumishi wa Mungu. Sasa wanaamua kutengeneza chumba. Wametoka kutengeneza sadaka ya kwanza ya chakula, sadaka ya pili wanaitengeneza kuandaa chumba kwa ajili ya huyu mgeni wao, ili wakati mwingine anapopita usiku apate kupumzika mahali pale. Elisha alipopita akakaribishwa kwenye kile chumba, akamwambia tumekuandalia chumba mahali hapo, utapumzika. Basi walikuwa na mtumishi wake na ndugu yake Gehazi, mtumishi mwenzake Gehazi. Sasa wanafika kwenye chumba, wanakaa. Elisha akakipenda hicho chumba, mazingira ambayo yameandaliwa akayapenda, akaona hakika hapa ni mahali pazuri. Sasa akamwambia Gehazi, hebu muite huyu mshunai, muite huyu mwanamke aje tuzungumze naye. Mwanamke anaitwa, anasogea kwenye chumba, anafika, anakuta hapo pale Elisha na Gehazi. Lakini wanamwambia tukutendee nini? Maana sasa wao wametendewa vitu viwili. Wamepewa chakula, wakapewa na mahali pa kujipumzisha. Sasa wanaona haiwezekani, hatuwezi kuondoka mahali hapa na sisi hatujafanya jambo kama watumishi wa Mungu. Ni lazima na sisi tuwe na kitu cha kulipa. Wanamwambia tukutendee nini? Mwanamke yule akamwambia, aliambia sentence ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo. Kwa wale wanaosoma Kiswahili sekondari wataelewa. Sentence sijui. Sentence ambazo kidogo changamano sijui. Ni sentence ambayo ilikuwa haieleweki kikawaida, haieleweki. Lakini Gehazi akagundua, Roho Mtakatifu akamwambia Gehazi, huyu mwanamke hana mtoto na mume wake ni mzee sana. Ona, huyu mwanamke hana mtoto na mume wake ni mzee sana. Maana yake uwezo wa kupata mtoto haupo tena kikawaida, kidesturi ya kawaida ya maisha ya wanadamu. Haupo tena uwezo wa kupata watoto hawa watu, haiwezekani. Lakini Elisha akamwambia, mwakani majira kama haya utakumbatia mtoto. Maana vitu ambavyo anaanza kuambia huyu mwanamke ya kwamba mwakani majira kama haya utakumbatia mtoto. Sasa huyu mwanamke hakuamini, akamwambia haiwezekani. Haiwezekani, usiniambie neno la uongo. Ndivyo alivyomwambia Elisha. Lakini Elisha akamwambia, hakika mwakani majira kama haya utakumbatia mtoto. Biblia inazungumza mwakani majira kama haya yule mwanamke alipata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Alipata nini? Alipata mtoto. Sasa ninachotaka uelewe mazingira haya ya kwamba mazingira ya sadaka hii ambayo mwanamke huyu ameitoa kwa ajili ya Elisha yanakuja kutengeneza matokeo kwa ajili ya maisha ya kwake. Yanabadilisha historia ya huyu mwanamke. Alipokuwa akiitwa ni tasa, sasa yanatengeneza mazingira mengine. Huyu mwanamke akaitwa na mtoto. Yanabadilisha historia kutoka alipokuwa kidharauliwa ya kwamba una kila kitu kama mwanamke, lakini bado mbona hauna mtoto? Maana historia nzima ya mfumo wake wa maisha toka alipozaliwa sasa inabadilika akiwa uzeeni. Nataka nikwambie, huenda kuna maisha ambayo umeendelea kuyaishi ambayo umeona tu ni ya kawaida, ya kwamba ni lazima tu niteseke katika hali fulani ya maisha. Nataka nikwambie, tengeneza mahusiano yako na Mungu, imarisha agano lako na Mungu. Hakika hilo ambalo umeiona haliwezekani kwako litawezekana. Kama huyu mwanamke alifanya tu kwa imani, akatoa kitu kidogo kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, lakini hebu angalia kila alichokitoa na imani yake juu ya huyo mtu kinabadilisha historia ya maisha yake, kinatengeneza mfumo mpya wa maisha yake. Maana yake matokeo mapya yanatokea kwenye maisha yake. Alipokuwa akiitwa hana mtoto, akaitwa na familia. Alipokuwa kidharauliwa ya kwamba huyu mwanamke gani hana mtoto, ana
mali na kila kitu, lakini bado hana watoto. Historia yake inabadilika kwa sababu ya kitu kimoja, imani na utoaji. Utoaji kwa ajili ya mtu wa Mungu ambaye alipita katika hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umekuwa ukijiachilia mbele za Bwana ukimwambia Mungu, ninakutolea hiki, nikitamani utengeneze mazingira ya kwangu. Angalia habari za Hana, namna ambavyo anajitoa mbele za Mungu. Anasema, mimi hakika utakaponipa mtoto nitafanya hiki na hiki, nitamwacha mtoto atumike mbele zako. Maana ilikuwa ni sadaka ya nadhiri ambayo Hana anaiachilia kwa Bwana, akitamani Mungu atengeneze kitu kwa ajili yake. Tunaona Mungu ambavyo naye hajafunga hii sadaka isiachilie majibu. Anaiachilia sadaka hii, iachilie majibu kwa ajili ya Hana. Hana anakumbatia mtoto, anampata Samueli, anamwachilia mbele za Bwana, anakuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka nikwambie juu ya habari ya utoaji, kila ambacho kinakupa matokeo katika utoaji ni imani yako juu ya hiyo sadaka, na kiwango cha matoleo, na aina ya matoleo, na namna ambavyo moyo wako umejiachilia kwa ajili ya hayo matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Kama kiwango chako cha matoleo ni kidogo, au imani yako juu ya matoleo yako haipo, au aina ya sadaka unayoitoa haiendani na nguvu za Mungu, wewe hakika hauwezi kupokea kila ambacho unatamani Mungu afanye kwenye maisha ya kwako. Huyu mwanamke kama angechukulia hili swala la kawaida, akasema ya kwamba huyu mwanamke amekuwa akipika kila siku, asingetengeneza akachumba akamwambia, nilikukaribisha siku ya kwanza, kwa hiyo ondoka uende zako. Lakini bado huyu mwanamke akaendelea kumkirimu Elisha, akaendelea kumkaribisha. Japokuwa alimkaribisha siku ya kwanza, lakini Elisha kama ni desturi yake, anafika kila siku mahali pale, anafika kwenye ile eneo anapata chakula. Lakini bado huyu mwanamke akaendelea kuachilia moyo wake, akasema, sitaishia hapa, ni lazima nimwandalie chumba, nitengeneze mahali ambako atakana kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Kama angelishia jambo moja, manake asingelipokea zaidi kila ambacho alikipokea baada ya maombi ya Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni sadaka ya unabii. Ilikuwa ni sadaka ya unabii. Sadaka ya unabii kwenye Biblia zinazungumza kwamba sadaka ya unabii ni sadaka ambayo unaitoa kwa watumishi wa Mungu ili uombewe baraka kwa Mungu. Haleluya. Na huyu mwanamke ameitoa sadaka hiyo kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Na mnaona namna ambavyo anatoa sadaka, inaachilia majibu. Majibu yanatoka, yanabadilisha historia ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wameendelea kupitia changamoto za ndoa, wakaanza kusema ya kwamba hakika ndoa ni kitu ambacho ni kibaya sana kwenye maisha yao. Wakaona ndoa ni chungu, mioyo yao imejeruhika, hawana tumaini tena la kuendelea kukaa kwenye ndoa. Wameona ni bora tu kuvunja ndoa, wabaki kama walivyo. Lakini nataka nikwambie, hebu tengeneza agano na Mungu sasa. Hebu tengeneza agano na Mungu sasa, ili hiyo ndoa ambayo umeiona inakusumbua itengenezeke kwa upya tena. Biblia inazungumza ya kwamba watu hawa wameibiwa, wala hakuna awezaye kusema rudisha, lakini iko damu ya Yesu ambayo inaweza kurudisha kilichopotea. Iko damu ya Yesu ambayo inaweza kutengeneza kila ambacho kimeharibika kwako. Umekiona hakitaweza kurudi tena katika hali yake ya kawaida, lakini damu hii ina uwezo wa kutengeneza hicho kilichoharibika kikarudi katika hali yake ya kawaida. Nataka nikwambie, imarisha imani na mahusiano yako mbele za Mungu, yatakutengenezea picha mpya. Kama huyu mwanamke Mshunami alivyokuwa na imani juu ya kila ambacho alikuwa akifanya, na bado akaachilia sadaka juu ya imani ya kwake, na ndio maana mnaona matokeo ambayo anayapata huyu mwanamke. Haikuwa hali ya kawaida katika mazingira ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Sadaka njema hugeuza na kubadili hasira ya Bwana. Sadaka njema hugeuza na kubadili hasira ya Bwana. Kuna watu ambao Mungu ameachilia hasira kwao. Baada ya kutenda mambo fulani, Mungu ameachilia hasira kwao. Akaachilia magonjwa, akaachilia mabalaa, kwa sababu kila kitu fulani ambacho ulikifanya ukamchukiza Mungu.
Lakini Biblia inazungumza, inasema ya kwamba sadaka njema hugeuza na kubadili hasira ya Bwana. Tunaelewana mahali hapo? Sadaka njema hugeuza na kubadili hasira ya Bwana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 na ule wa 21. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 mstari wa 20 na ule wa 21. Biblia inasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Mstari wa 21, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitaipiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona namna ambavyo Nuhu alipotoka kwenye safina, kitu cha kwanza anatengeneza madhabahu, anamtolea Mungu sadaka. Kwenye mstari wa 21 Biblia inasema Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Maana ni harufu ya sadaka iliyotokana na sadaka ambayo huyu mtumishi wa Mungu Nuhu anaitoa kwenye madhabahu. Maana Mungu anasema sitailaani tena nchi, sitaipiga tena nchi. Maana sadaka hii ikachilia harufu njema kwa Bwana. Bwana akasema hapana, sitaipiga tena nchi. Maana tayari moyo wa Mungu ukageuka kutoka, kama kuna kitu ambacho alikuwa anatamani kwamba baada ya haya kama wataendelea hivi nitawapiga tena, lakini Mungu anasema sitaipiga tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka njema inageuza na kubadili hasira ya Bwana. Sasa hebu jifunze kuachilia sadaka njema ili Mungu ageuze hasira yake juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajanielewa. Sadaka njema, sadaka inaruhusu nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu kukuhudumia sawa sawa. Sadaka inaruhusu nguvu na uwezo wa Mungu kukuhudumia sawa sawa. Wakati mwingine Mungu hajakuhudumia si kwa sababu hauoni, si kwa sababu hakuoni, ila bado hakuna agano ambalo nawe umetengeneza na Mungu. Japokuwa yeye aliachilia agano kwako, akatengeneza agano, lakini bado na yeye anatamani katikati ya hilo agano na wewe utengeneze agano la sadaka au dhabihu. Kwenye kitabu cha Zaburi 50 mstari wa 5 amesema, "Nikusanyeni wacha Mungu wangu watakaofanya agano nami kwa dhabihu." Kumbe wakati mwingine tayari tuna agano la Yesu, lakini ndani ya agano hili kuna maagano madogo madogo kama hili agano la sadaka. Unapotoa sadaka, manake unatengeneza agano na Mungu linalokuimarisha ili Mungu aanze kuachilia vitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninakwambia sadaka ina uwezo wa kugeuza hasira ya Bwana, lakini pia sadaka ina uwezo wa kuachilia neema na kuachilia nguvu za Mungu zikakuhudumia sawa sawa. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10. Aliyefika mahali hapo naomba nisomee. Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari ule wa 9 na wa 10. Biblia inasemaje? Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 9 na ule wa 10. Naomba aliyefika nisomee mahali hapo. Biblia inazungumza nini kwa habari ya kuachilia majibu kwa mtu? Neno la Mungu linasema, amen. Ndipo Samueli akatwaa mwanakondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamuitikia. Mstari wa 10. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, lakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile,
akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kwenye mstari wa 9, mstari wa 10. Kipindi anatoa sadaka, wakati wa sadaka. Mstari wa 9 umetuandaa namna ambavyo Samueli alitoa mwanakondoo kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya hao wana wa Israeli. Lakini kwenye mstari wa 10, kipindi anatoa hiyo sadaka, hawa watu wa Filisti walikuwa wamekaribia ili wapigane na Israeli. Lakini wakati huo sadaka inatolewa, Mungu anaachilia mshindo. Ngurumo mkubwa inapiga juu ya hilo eneo. Wafilisti wanapigwa mbele ya Waisraeli. Maanake kumbe wakati huo sadaka inatolewa, ikaachilia majibu kwa ajili ya Israeli. Na ndio maana nimekwambia kwamba sadaka hii ina uwezo wa kutengeneza mahusiano. Nimesema ya kwamba sadaka hii ina uwezo wa kumruhusu Mungu akuhudumie sawa sawa. Inaruhusu nguvu za Mungu zikuhudumie sawa sawa. Umeona hao wana wa Israeli. Sasa nguvu ya Mungu inawahudumia wakati huo. Walipokuwa Samueli alipokuwa akitoa sadaka kwa ajili yao, matokeo yanatokea wakati huo. Matokeo ya sadaka yanatokea wakati ambao bado tuko ulimwenguni. Tutayaona matokeo ya sadaka tunazozitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wametoa sadaka kwa ajili ya familia zao. Ni wazi kuwa sadaka hiyo lazima iachilie majibu wakati huu ukiwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wametoa sadaka kwa habari ya maisha yao. Ni lazima maisha yao yabadilike wakati huo wakiwa duniani. Kuna watu wametoa sadaka kwa ajili ya uchumi wao. Ni lazima uchumi utengenezeke mahali hapa ukiwa duniani. Maana utakapokwenda huko kuzimu, hakuna shauri utakalofanya huko kuzimu. Ni hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninakwambia, imarisha agano lako la sadaka na Mungu, ili Mungu atengeneze vitu vipya ndani yako, ili Mungu atengeneze namna nzuri ya kukuhudumia kwenye maisha ya kwako. Atakuhudumia kwenye ndoa, atakuhudumia kwenye kilimo, atakuhudumia kwenye kila kitu. Atatengeneza kitu kipya ndani yako. Kila ambacho ulikiona hakiwezekani kitawezekana. Kila ambacho uliona hakiwezi kusimama kitasimama. Kila ambacho uliona hakika kweli mahali hapa nimecheka kwa siku nyingi, bado Mungu atatengeneza agano jipya. Waliokucheka kuna wakati watasimama na kukushangilia na kusema hakika unaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hao ndio Wakristo wanaoitwa Wakristo kweli. Maana Biblia imezungumza, kama ninyi ni Wakristo, basi mmefanyika kuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi. Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29 amezungumza neno hilo, ya kwamba kama ninyi ni Wakristo, basi mmekuwa warithi sawa sawa na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ibrahimu alipoambia kuwa utabarikiwa, akaambia utabarikiwa mashambani, utabarikiwa wapi? Sasa na sisi tunaambiwa kama na sisi tumekuwa Wakristo, basi tumefanyika kuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi hizo za Ibrahimu. Sasa kama Ibrahimu aliyejua kubarikiwa, iweje wewe ni Mkristo usibarikiwe? Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi kuangalia mahali ambako kuna shida ili urekebishe na uruhusu nguvu ya Mungu ikuhudumie kama wana wa Israeli walivyohudumia. Amina. Kwenye kitabu hiki cha Samueli wa kwanza, walikuwa wamemwacha Mungu, wakaacha agano na Mungu, wakatengeneza maagano mengine. Wakaliacha agano la Bwana, wakatengeneza maagano na Mabaali. Walipotengeneza maagano na Mabaali, Mungu akawaacha. Akasema siwezi kukaa katikati ya miungu. Kama mmechagua kutumikia hiyo miungu, basi tumikieni. Biblia inazungumza walikaa muda wa miaka 20. Muda ulikuwa ni mwingi sana, lakini katika huo muda wa miaka 20 bado walimwombolezea Bwana. Maana waliendelea kutaabika, waliendelea kupata misukosuko, waliendelea kupata shida nyingi. Ndio Samueli anakuja kwa anawaambia, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi ondoleeni mbali miungu mingine. Hicho ndio kitu ambacho Samueli anawaambia. Sasa nataka nikwambie, kama agano lako na Mungu halijatengenezeka vizuri, umeona kuna mahali kuna shida, uliliacha agano la Mungu ukatengeneza agano jingine, wewe na hakika Mungu hayuko upande wako. Mungu amekwisha kujitenga na wewe. Hata kama utakuwa ukiingia kanisani kila siku, lakini kama haujaamua kulirudia agano la kweli, bado uko kwenye magano ya Mabaali na mastorehe.
Ni wakati sasa wa kutengeneza agano na Mungu, ili Mungu arudi kwenye maisha ya kwako, ili Mungu arudi tena kwenye maisha ya kwako, ili Mungu atengeneze tena kitu kipya ndani yako. Kila ambacho ulikuwa umekiacha, Mungu sasa akirudishe kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamekaa kanisani miaka hata 20, wako kanisani lakini bado hawana agano na Mungu. Kuna watu wamekaa makanisani muda mrefu bado hawajaokoka, lakini wanajiita eti wako kanisani wameokoka, lakini agano na Mungu ndani yao halipo. Sasa nataka nikwambie, kuna wakati sasa wa kutengeneza agano na Mungu. Kama huna uhakika ndani yako ya kuwa ni kweli maisha niliyo nayo, sina uhakika kama nimetengeneza agano na Mungu, kuna wakati sasa wa kutengeneza agano na Mungu. Na ili agano tutalimalisha kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie yale yaliyopita, ila kuna wakati sasa Mungu anataka kutengeneza agano na wewe, kama ambavyo Mungu anatengeneza agano na wana wa Israeli baada ya hao watu kumwacha Mungu, lakini bado Mungu anarudi kwao na kutengeneza agano jingine kwao. Ndivyo hivyo sasa kwako. Kama huna uhakika ya kwamba ni kweli niko kanisani, lakini sina uhakika kama nina Yesu ndani yangu, sina uhakika kama Mungu anatenda kazi ndani yangu, sina uhakika agano hili linalozungumzwa kama tayari na mimi nimejiunganisha nao, nataka nikwambie, iko damu ya Yesu iko tayari kukudumia mahali ulipo, ili urudi katika agano la Bwana, ili urudi katika neema ya Mungu, na Mungu apate kukudumia sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tusimame mahali tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Na neno letu la leo lina kichwa kinachosema nguvu na matokeo ya sadaka. Nguvu na matokeo ya nini? Ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo sadaka